Bwana, kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Oktoba 27, 2025 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Kwa upande wa ligi ya NBC, mechi namba 26 Fountain Gate dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo uliotamatika kwa Fountain Gate kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Mwamuzi wakati wa mchezo utajwa hapo juu, Shomari Lawi kutoka mkoani Kigoma, ameondolewa katika ratiba ya waamuzi wa michezo ya ligi kwa mizunguko mitano kwa kosa la kushindwa kutafasiri vyema sheria za mpira wa miguu. Katika dakika 48, mwamuzi huyo alimuonyesha kwa kadi ya njano mchezaji Lamela Maneno wa Fountain Gate kabla hajafanya hivyo kwa mara ya pili kwa mchezaji huyo katika dakika ya 89, kadi ambayo hakuonesha ishara ya kuifuta, hivyo kutafasiriwa kuwa alimuonya mara mbili kwa kadi za njano na hakumtoa nje kwa kadi nyekundu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha kwanza mabano 1-6 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa waamuzi. Mchezaji Lamela Maneno amefungiwa mchezo mmoja kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha pili mabano 2-1 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mechi namba 44 Dodoma Jiji dhidi ya Pamba Jiji. Klabu ya Pamba Jiji imepewa ushindi wa mabao 3 na pointi 3, huku klabu ya Dodoma Jiji ikipoteza mchezo tajwa hapo juu kwa kosa la klabu hiyo iliyokuwa mwenyeji kushindwa kuandaa mchezo huo kikamilifu, jambo lililosababisha mchezo kuvurugika kabla ya kuvunjwa kwa mujibu wa kanuni ya 32 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu kuvuruga mchezo. Mchezo huo ulilazimika kusimama katika dakika ya 6, Dodoma Jiji kiongoza kwa bao 1-0 baada ya taa za uwanja wa Jamhuri kuzimika na klabu hiyo kushindwa kufanya jitihada zozote za kurejesha mwanga uwanjani hapo ili mchezo uendelee. Kutokana na adhabu hiyo na kwa mujibu wa kanuni ya 32 kifungu cha 3 ya ligi kuu kuhusu kuvuruga mchezo, bao hilo lilifungwa na mchezaji Beno Ngasa wa Dodoma Jiji limefutwa, hivyo halitahesabiwa kwenye orodha ya mabao ya mchezaji huyo wala ya klabu ya Dodoma Jiji. Shabiki wa klabu ya Pamba Jiji aliyejitambulisha kwa jina la Damian Malugu amefungiwa miezi 6 kwa kosa la kutoa lugha ya kashfa na shutuma kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari baada ya mchezo tajwa hapo juu kuvunjwa. Shabiki huyo haruhusiwi kuingia uwanjani kwenye mchezo wa shindano lolote ilo chini ya TFF kwa kipindi hicho cha miezi 6. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 40 kifungu cha pili ya ligi kuu kuhusu udhibiti kimashindano. Taarifa maalum, klabu ya Mtibwa Sugar ya mkoani Morogoro imetozwa faini ya shilingi milioni 20 kwa kosa la kuanza msimu wa ligi kuu na kucheza michezo 4 ya ligi kuu bila kuwa na kocha mkuu mwenye ujuzi kwa mujibu wa kanuni ya 77 kifungu cha 3 mabano 1, 2 na 3. Mchezo ambayo Mtibwa Sugar ilicheza bila kuwa na kocha mkuu mwenye ujuzi ni mchezo namba 10 Mashujaa dhidi ya Mtibwa Sugar Septemba 21, 2025, lakini mchezo namba 19 Mtibwa Sugar dhidi ya Fountain Gate Septemba 28, 2025, lakini mchezo namba 28 Mtibwa Sugar dhidi ya Coastal Union Oktoba 19, 2025, na mchezo namba 36 Dodoma Jiji dhidi ya Mtibwa Sugar Oktoba 22, 2025. Adhabu hii ya faini ya shilingi milioni 5 kwa kila mchezo ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha 19 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Kwa hiyo kila mchezo ambao Mtibwa ilicheza bila kuwa na kocha mwenye ujuzi walipigwa faini ya shilingi milioni 5. Kwa hiyo ni michezo 4, jumla ni shilingi milioni 20. Klabu ya TRA United mkoani Tabora imetozwa faini ya shilingi milioni 15 kwa kosa la kuanza msimu wa ligi kuu na kucheza mchezo 3 ya ligi kuu bila kuwa na kocha mkuu mwenye ujuzi kwa mujibu wa kanuni ya 77 kifungu cha 3 mabano 1, 2 na 3. Michezo ambayo TRA ilicheza bila kuwa na kocha mkuu mwenye ujuzi ni mchezo namba 9 TRA dhidi ya Dodoma Jiji Septemba 20, 2025, lakini mchezo namba 20 Pamba Jiji dhidi ya TRA Septemba 28, 2025, na mchezo namba 34 TRA United dhidi ya Mashujaa Oktoba 22, 2025. Adhabu hii ya faini ya shilingi milioni 5 kwa kila mchezo ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha 19 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Kwa hiyo TRA United nao pia wametozwa shilingi milioni 5 kwa sababu wamecheza michezo 3 pasipokuwa na kocha mwenye ujuzi. Kwa hiyo kila mchezo ni shilingi milioni 5.
Ligi ya Championship ya NBC, mechi namba 11, Kagera Sugar dhidi ya Barbarian FC, mchezo ambao ulitamatika kwa Kagera kuibuka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Barbarian FC. Klabu ya Kagera Sugar imetozwa faini ya shilingi bilioni 1 kwa kosa la kuchelewa kuwasili uwanjani kuelekea mchezo tajwa hapo juu. Kagera Sugar iliyokuwa nyumbani iliwasili uwanjani saa 8:45 mchana badala ya saa 8:30 mchana, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 15 ya Championship kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya Championship kuhusu taratibu za mchezo. Mechi namba 13, African Sports Club dhidi ya B19 FC. Daktari wa klabu ya African Sports ya Tanga, Mohamed Rukua, amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kumshambulia kwa kumpiga ngumi mchezaji wa klabu ya B19 Ramadhani Omari baada ya kutamatika kwa mchezo tajwa hapo juu. Adhabu hii kwa mujibu wa kanuni ya 45 kifungu cha 2(21) ya Championship kuhusu udhibiti kwa makocha na maofisa wengine wa benchi la ufundi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.